Okay, kwa majina mimi naitwa Karanja, mimi ni MCA wa Naivasha East. Na pia ni mkazi hapa Nakuru. Mimi matukio ya tarehe 25 ninayachukulia kama mchezo wa kuigiza, na ambaye iliandikwa na serikali. Director mkuu ambaye alikuwa ahakikisha kwamba mchezo unafanyika alikuwa Murkomen. Mchezo huu ulikuwa mchezo ndani ya mchezo, lakini director mwenyewe hajawahi soma. He is a failure of literature, both the script writer and the directors, kwa sababu wao wangetakikana wasome vitabu vya wangetakikana wasome vitabu vya Ngugi wa Thiong'o, wasome vitabu vya Kithaka wa Beria, ama wahusika wengine ambao wanaandika vitabu ili wajue where exactly mtu anatakana kuandika mchezo ambao ni mchezo ndani ya mchezo. Katika mchezo wa kwanza ulikuwa mchezo wa Gen Z. Gen Z ndio walikuwa na original script ya vile wataandamana na vile watafanya, na kwa sababu yao ilikuwa original, serikali ilileta mchezo ndani ya mchezo wa Gen Z. Na hapo ndipo tunasema ya kwamba wahusika wakuu katika mchezo wa serikali ilikuwa ni goons. Number 2 ilikuwa ni askari wenyewe, na number 3 ilikuwa Murkomen as part of the director and the script writer. Na hapo sasa ndio tunaona ya kwamba kuna makosa yalitendeka. Number 1, katika mchezo huu ambao polisi ambao serikali jaribu kufanya, wanasema ya kwamba mali iliibiwa. Ukiangalia vizuri sana utaona ya kwamba wakati maandamano yalianza, watu wote walikatazwa kuingia jijini. Kwa hivyo ungetarajia kwamba ungepata magari ya kusafirisha watu kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine. Kwa hivyo polisi wenyewe na zile nakala ambazo tunaona na videos zinaonyesha ya kwamba mikora ikitoka kwa magari ya serikali, mikora ikiwa na marugu, baada ya kutoka unaona ya kwamba pahali kumeibiwa. Kwa hivyo hiyo ni jambo la kwanza. Serikali pia ilifanya makosa katika mchezo wao. Badala ya kwenda kuvunja sheria kusema ya kwamba itazima televisheni, kila serikali ingefanya kama ingetaka kutumia writing, ingezima TV, ingezima TV. Kile ingefanya ni kukata stima. Iseme Uganda Museveni amekataa na stima. Kwa hivyo Kenya, CCTV hazingefanya kazi, na pili TV zingezima automatically. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa anaandika mchezo huu ni poor student of literature. Kwa hivyo yeye hakujua ya kwamba wataingilia wapi. Wao walikuwa na haraka ya kuigiza goons baada ya saa 8 na wakaona wanapitwa na wakati. Na ukiangalia unaona ya kwamba huko walikimbia mpaka Limuru kuzima. Badala ya waseme ya kwamba wangesema ya kwamba Kenya imekuwa na giza kutokana na stima kufanya nini? Kupotea. Ukiangalia vile kulikuwa kunaibiwa, CCTV zilikuwa zinakatwa. Moto unakatwa ya stima. Alafu baada hapo wanachoma. Ukiangalia it cannot be coincident, kulichomeka Nairobi, kukachomeka Olukarau, kukachomwa Nakuru, kukachomwa Naivasha, kukachomwa ukiangalia that sequence, it is not spontaneous. Ni kitu ambacho unaona ya kwamba kimechorwa na kuandikwa. Then kuna mambo ambayo unaona pia yanatokea. Ukiangalia vile gavana wa Nyandarua walikuwa anasema magari ilikuwa inachomwa, gari inavuguliwa alafu inalipuka. Ni Mkenya gani ambaye ana idea hiyo? Then alafu angalia jambo la pili, Murkomen anatuambia ya kwamba alienda akapata vitambulisho. Hata wale walikuwa wanaandamana ni wangapi walikuwa na vitambulisho? Unaona, the script writer is poor. Ni mtu poor. Hata Murkomen mwenyewe ni very poor director wa play, kwa sababu angejua ya kwamba uwezi ati kumeibua leo alafu upate vitambulisho vimepagwa. Unaona? Kwa hivyo unaona ya kwamba kuna jambo baya ambalo linatokea katika mchezo wenyewe wa serikali ambao ilikuwa inataka tuuamini. Kwa hivyo mchezo wa serikali hauaminiki. Mwisho unapata ya kwamba jana unapata waziri Kagwe wa agriculture anasema ya kwamba anasema ya kwamba fertilizer worth 29.5 million ati ilipotea, ati Gen Z hao walibeba. Ukiangalia paketi moja ya fertilizer ni kilo 50.
Mtu anawezaje kubeba fertilizer kilo 50 alafu aache kitambulisho ya gramu 2? Si unaona kuna ujinga wingi ambao umetokea. Mtu anashindwa kubeba kitambulisho, lakini anaweza beba TV, anaweza beba friji, lakini kitambulisho ni mzito kuliko, unaona. Then ukiangalia Kikuyu bali ambapo kulichomwa paka unaona mambo kulichomwa paka na koti. Kimani Ichung'wah alituambia ati watu walitaka kwenda kuua baba yake na mama yake. Polisi wakawa na uwezo wa kuzuia babake na mamake wasiuawe, lakini polisi wakashindwa kuzuia pahali wanafanya kazi. Polisi yenyewe wakazuia kuzuia ati law court. Sasa between baba wa 100 something years na koti na pahali polisi anafanya kazi, polisi wangezuia wapi? Unaona? Kwa hivyo unapata ya kwamba vile serikali inakibia kutafuta facts to justify the actions. Unaona? Kwa hivyo Kimani anatuambia kwamba baba yake yuko safe, lakini mahakama haiko, ilichomwa. Pahali polisi anafanya kazi haiko. Ukiangalia hiyo polisi ambayo ilichomwa, unapata hata gari ya polisi hakukua, hata polisi wenyewe hawakua. Wewe unatakana kuzuia wapi? Ukiangalia kulichomwa, huambiwi ati bunduki 5 zilichomwa. Kuna bunduki umepata ilichomwa? Hakuna. So ukiangalia the script writer alikuwa wrong, was poor, haweki mambo ambayo yanaaminika. Then ukija Orokarau, magari ya county ndio ilichomwa, lakini hapo pengine magari mengine hayachomeki, lakini haya ya county yanachomwa. Sasa unapata ya kwamba that discriminative nature, unapata ya kwamba it was directed, ni pahali ambapo palikuwa pana directiwa. Then ukiangalia wale watu wamepigwa risasi, kwa mfano yule mtoto amepigwa Moro risasi akauawa na kadhalika, unapata ya kwamba mtu wa baba hajafikisha miaka 17 anaweza beba fertilizer ya 50 kilograms. Kwa hivyo serikali hata serikali inataka kutumia siku hii kuibia Wakenya. Na ndiposa Kagwe anasema ya kwamba hizo fertilizer, ukiangalia fertilizer moja, mfuko moja inatoka 2500, akituambia ati ni 29.5 million imepotea mifuko. Hiyo ni kama mifuko 11,800. 11,800. Atuambie mifuko 11,800 ilikuwa katika store gani? Alafu atuambie katika hiyo store ilivunjwa saa ngapi? Alafu wale watu, ukiona mtu anaiba fertilizer, si ni mkulima? Atuambie ilikuwa Nyandarua, ilikuwa wapi? Exactly, atuambie hii mifuko ilikuwa wapi? Kwa sababu mifuko ya fertilizer haiko Nairobi. Kwa hivyo atuambie hii mifuko ilikuwa wapi? Kwa hivyo kuna jama ya kuibia wa Kenya through hii tarehe 20 na ngapi? Na 5. Na mwisho, kwa sababu hii mambo unapoyaangalia unaona ya kwamba yana kasoro. Mambo mabaya yalianza kutokea kuanzia saa 8:30 baada ya TV kuswitchwa off. Na kuswitch TV off ni illegal. Kwa hivyo tuambie ya kwamba why was the government in a hurry to switch off the main TV stations? Watuambie kwa nini wali switch off. Then watuambie baada ya kuswitch off then what happened. Wanasema ya kwamba kuna polisi walipigwa na kuna goons, wale wanasema ni goons. Wakisema Murkomen wakati alikuwa anatoa nini, alisema it was attempt kupindua serikali. Attempt ya kupindua serikali ni crime against the people of Kenya, and it is against the constitution of Kenya. Uwezi naye Kidiki akasema ya kwamba ati wanajua ni nani, lakini wamemsema. How do you forgive watu ambao walikuwa wanataka kugeuza nini serikali? So serikali pia, if you write a script, can you also read the script, believe in it, then act? Huwezi kutuambia na unaona wakati deputy president anatuambia hivyo, Murkomen yuko hapa na huyu mwingine yako hapa. Kwa hivyo vile iko, uwezi kama ni Gachagua alikuwa anataka kupindua serikali wakati wa Ochuka hakusamehewa. Ochuka hakusamehewa. So anybody trying the issue ya kupindua serikali ambayo imewekwa na hawezi kusamehewa through matamushi ya deputy president. Deputy president has no legal backing ya kusema ya kwamba ilikuwa terrorism, ilikuwa mapinduzi, na sasa nimesamehe as who.
Unasemea as who? Na hata wewe haukuchaguliwa kama deputy president. Alafu useme ya kwamba ilikuwa ati inataka kugeuza na wewe mwenyewe ni appointee. So unaona mambo ambayo serikali ilikuwa inafanya katika hii nini yote ni failure. Na ndiposa tunasema ya kwamba mtu ambaye anaweza zima CCTV si mtu ambaye hajasoma. Mtu ambaye anaweka vilipuzi vinalipua magari inachomeka si mtu wa kawaida. Mtu ambaye anaingia kwa supermarket badala ya kuiba anachoma. Unajua kama mwizi ni mwizi, you know, akili za kuiba unakibiria kile kitu unaona haraka ubebe ufanye nini? Uende. Hakuna fikira za kuchoma hakuna. So hiyo mambo ya banning was also scripted and wrongly acted. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba serikali in all whatever it has said, the government is the biggest culprit. The government, and because the government cannot investigate itself, lazima tuangalie. Na mwisho government ilikuwa inataka kuficha wale mauaji ambayo itafanywa na polisi. Ndiposa watu walianza kusema I studied with the police. You are studying with the police to do what? Anybody who wrote I studied with the police and the police killed is also a killer. You cannot say ati ninasimama na polisi wakati polisi ameua mtoto ambaye hajafikisha 18 years. Unaona? So watu hao wote 15 ambao wameaga, tunaambiwa ya kwamba tusiangalie hao watu wamefariki kwa sababu kuna supermarket iliibiwa. So wao walichoma so that hii crime against humanity isiache kufanya nini? Iache kuangaliwa. Therefore mimi nauliza serikali na human rights organization kibizana na mtu yeyote, askari yeyote ambaye alipiga bunduki akapiga mtu kichwa, huyo akibizwe. Na ndiposa tunaambiwa kwamba angalia huku. Then ukiangalia Murkomen sasa ndiye anazunguka, na yeye akizunguka miraculously vitambulisho vinatokea hivi. Unaweza fikiria ya kwamba ni nyasi baada ya mvua. Miraculously vitambulisho vinaanza kutokea. So Murkomen ana perform miracles. Akitokea unaona, then hawa wa goons hawa hata sijui hii Kenya kwani goons ni wajiga namna gani? Ati kama wewe ni goons unabeba televisheni unaacha kitambulisho. Unaona, inaitwa sarcasm. So what we are saying is that the government in all bits inaonyesha ya kwamba it is the one that is the suspect number 1. Therefore government iache mambo hiyo yote. Walisema wana empowerment. Wakati jana Kidiki alikuwa anaongea, walisema ya kwamba ati they have no plan ya kuhakikisha wale walichomewa vitu wanafidiwa. Serikali inazima ifidie yule mtu yeyote ambaye alichomewa vitu vyake. Kama serikali inapeleka mapikipiki, kama serikali inafanya empowerment kwa watu wengine, why does the government now do empowerment to those people? Maria ilifanya nini? Iliharibiwa. So government iaje, na unaona kwa sababu they scripted wrongly wakachoma vitu vya wenyewe, then what the government ought to do ni kuhakikisha hiyo vitu vyote ambavyo vilichomwa ihakikishe imefidia. Na wale watu walikufa, nauliza county government of Nakuru, huyo mtoto wa Moro wacha apatiwe state burial. Governor nunulia huyo mtoto huyo familia jeneza, wacha wapate vile uliona serikali ilikibia kupatia familia ya Ojwang 2 million na Raila akapeleka 1 million ili the broad based government isiaguke. Hata huyo wapeleke 2 million. Kwa yule mtu yote aliuawa wapeleke 2 million. Na Raila apeleke 1 million kwa kila familia. Kwa sababu hata wao wameuawa kwa risasi. Kwa hivyo if you want to treat Kenyans equally, treat them equally. So hiyo tunasema, na hii mambo ya kusema ati Wakikuyu ndio wanauana, hakuna, it was targeted. Wale watu ambao walitumika na Sakaja wakati ule na Marugu alipatikana. So mtu anaweza toroka leo lakini kesho huwezi toroka. So what we are telling the government is the culprit number 1. Waanze vile wale wakora waliokuwa na serikali wakati wa Sakaja, waangalie hao ndio ambao wametumika. Na vile video ambazo zinapatikana goons wakiconsult for the first time, goons wanaonekana wakiconsult na polisi.
Alafu baada ya hapo unaona supermarket imefanya nini? Ya OTC na hiyo inafanya nini? Inaibwa for the first time. Kuna spirit ya Roho Mtakatifu ya baina ya polisi na goons. Hiyo roho yao inashikana, inawaibia watu. Kwa hivyo hiyo ndio roho ambayo rais alisema kuna roho chafu, na ndio hiyo inatuzunguka Kenya. Alafu tumesikia ya kwamba ati serikali sasa imeweka mikakati ya kuhakikisha watu hawatoki nje, curfew. Uwezi weka curfew baada ya mambo kufanya nini? Kuharibika. Sasa watu wamerudia mambo maisha yao, wanajaribu kuleta mambo together. You cannot, because hata huko umescript curfew. Kwa hivyo usikuje kuweka curfew that you had not scripted poorly. Kwa hivyo tunauliza serikali, waacha watu na Mungu yao. Mungu atatusaidia. Mungu aachilie watu yake. Mungu aachilie. Sasa kutanyesha, na wale wote ambao wamefanywa mambo mabaya, nauliza ndugu zetu ambao ni matajiri, hata wa Kikuyu ambao ni matajiri. Hao ndugu zetu wa Kikuyu ambao ninaona watu katika social media wanakejeli wakisema wa Kikuyu wamechomeana. Mimi nauliza the Kikuyu billionaires, because we are known, toeni kitu kidogo tusaidie hizi familia zifanye nini? Wale ambao wametajirika kutoka Rwathia, wale wametajirika kutoka Nakuru, wacha sisi zote tulete mali yetu together. Tuchage, tufanye harambee, tufanyie sisi wenyewe, tufanyie empowerment hawa watu ili warudi pahali ambapo walitoka. Kwa hivyo mimi nauliza matajiri wa Kikuyu, kwa sababu muko na Mungu amewapatia pesa, na wauliza kabla ya kesho Jumapili, wacha tutolee hawa watu kile ambacho tunacho ili waweze kurudi maisha yao ya kawaida.